Kuna watu wanachora ramani kwa mkono au wanachorea pale pale uwanjani anapotaka kujenga hiyo nyumba kwa kuonesha tu, hapa weka futi 2, weka futi 3, weka futi 4. Unafikiri unaweza kuwashauri nini watu kama hao ambao hawatumii ramani? Kwa mfano unachora ramani nzuri kabisa, unaiandaa kwa ajili ya plani ya nyumba itajengwa pale, lakini kuna wale wanaochora ramani za kichwani, unawashauri nini? Cha kuwashauri ni kwamba unajua kwanza ramani huwezi kuchora kichwani. Cha kwanza unajua hawachori ramani kichwani, ila ni kwamba tu labda walifanya kazi sehemu fulani, labda mfano hasa mafundi labda alifanya kazi sehemu fulani, kwa anaondoka na ile picha ya jengo husika anakuja kuibandika sehemu nyingine, lakini uweze kuchorea ramani kichwani. Kuna mteja atakuja anasema mimi nahitaji chumba, sebule, labda na jiko. Anaanza kudesign chumba yani wewe sio muhitaji, sasa anataka kujenga nyumba sawa. Anakuambia kabisa sebule, chumba, jiko likae hapa, ikae kama L. Huyo si ashachora? Hapana, hiyo sio ramani. Hiyo sio ramani, hayo yanakuwa ni mawazo. Hayo yanakuwa ni mawazo ambayo kila mmoja, unajua tukisema kuchora ramani ingekuwa hiyo basi kila mmoja ni mchoraji wa ramani ya kawaida. Ni mawazo ambayo ipo kichwani, anakuwa na idea, tunasema tu anakuwa na idea ya kitu anachokitaka. Kwa huyo mtu anaweza kutupa, kwa mfano kama hivyo ulivyosema, unaweza kutupa wazo lako kwa mtindo kama huu hapa. Sasa sisi sasa ndo tutaanza kutengeneza ramani. Kwamba labda pengine kama unahitaji chumba, tutaanza kuwekea vipimo, tutaanza kukushauri hapa weje, na tutaanza kuangalia mazingira yako, jua linatokea wapi, upepo, vitu vyote hivi hapo. Sababu ndio inakamilika kitu kinaitwa ramani. Kwa sababu ramani ina vitu vingi sana. Kuna kitu kinaitwa foundation plan, kuna floor plan, kuna elevations, kuna roof plans. Yani kuna sections, kwa yani vyote hivyo kuunganisha ndio unapata kitu kinaitwa ramani. Lakini tu hiyo unazungumzia ni wazo tu la mtu anapendelea, labda aliona sehemu fulani, hata kama hajaona, lakini ni mawazo tu ambayo yapo. Lakini unapozungumzia ramani ni mpangilio na mjumuisho wa vitu mbalimbali, vikikamilika sasa ndio vitaunda ramani. Habari gani mtazamaji wa Master TZ Online TV? Leo hii tupo tena katika kipindi kingine, kipindi kizuri kabisa, na imani kabisa hiki ndio kipindi cha kwanza kabisa kukifanya mwaka huu 2026. Na leo katika studio zetu tutakuwa na mgeni wetu ataenda kuelezea maada hususani ujio wa akili mnemba. Tukisema akili mnemba maana yake AI ambazo zimekuja, lakini tutaelezea kwenye kada yake ambayo anafanya. Atajitambulisha vizuri, lakini kwa haraka yeye ni fundi ni msanifu wa majengo, architect. Ataenda kujitambulisha vizuri, naenda sasa kuelezea nini faida na nini hasara za ujio wa AI katika kazi zake za majengo. Tunaamini wengine wanalia, wengine wanalalamika kwamba AI zimekuja kuharibu, wengine wanafurahia. Sasa leo tunataka tujue kwa ndugu yetu, mgeni wetu katika studio hizo leo. Lakini kabla ya kuendelea, basi tunaweza tukasikiliza tangazo kidogo la wadhamini wetu wa kipindi hiki chetu cha leo. Na hapa tupo Ave House inayopatikana Busokelo. Na kama mnavyojua, wilaya Busokelo na Mbeya kiujumla imezungukwa na vivutio vingi vya utalii. Kwa hiyo Ave House wapo kwa ajili ya kukupeleka sehemu zote za vivutio vya utalii ndani ya wilaya Busokelo na vivutio vilivyo karibu na wilaya hiyo kama Matema Beach, Ziwa Ngosi, Kitulo, maporomoko ya maji Kimani na vinginevyo. Na huwa wanapokea wageni na kuandalia vyakula vizuri kabisa kwa maagizo maalum. Karibu Ave House. Kwanza karibu katika studio zetu za leo. Asante sana, nafurahi kujumuika na nyinyi katika studio za leo. Okay, sawa. Tungependa watazamaji sasa wakufahamu kwa majina, lakini pia ujitambulishe tu kwa haraka. Okay, majina yangu mimi naitwa Francis Juya. Mimi ni msanifu wa majengo. Msanifu wa majengo, yani kazi ya kuchora ramani za nyumba. Lakini pia tunafanya shughuli za ujenzi kwa ujumla. Tunachora na tunajenga. Una kampuni au ni personal, yani uko individual kama wewe? No, niko individual, lakini ni kampuni dogo ambalo bado hajawa kubwa kama jinsi ambavyo yapo mengine. Yes. Okay. Target yako ni nini? Unataka ujiite nani kwa mfano? Sio unaitwa Francis Juya. Unategemea kujiita nani yani kwa mfano kampuni yako? Okay, jina letu la biashara tunaitwa Juya Building Design, ndo kampuni ambayo ni dogo. Okay. Lakini bado hajawa kubwa kama jinsi ambavyo tunapenda lifikie huko mbeleni. Sawa. Unapatikana wapi kwa mfano? Sisi tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa Mbeya. Yes. Okay. Ndio, Mbeya.
Sawa, kabla ya kuendelea labda pia tungejua huwa kazi zenu mnazifanyaje. Sasa tunajua okay, mnachora ramani na mambo ya ujenzi kwa ujumla. Kijumlisha vitu kidogo inakuwa changamoto Yes. Kwa wale ambao wanakusikiliza sasa, tungetamani sasa wajue kwamba kazi zenu mnazifanyaje. Okay, labda kwa kirahisi kabisa ili ndugu mtazamaji apate kuelewa ni kwamba sisi hapa kazi yetu moja ni kwanza kabisa tunachora michoro ya majengo. Lakini baada ya michoro huyo mteja akiridhia kufanya kazi na sisi tunajenga nyumba. Kwa maana jengo ambalo toka michorewa tunajenga. Na tunajenga kuanzia setting mpaka finishing, kila kitu tunakabidhi funguo. So kitu kingine huwa tunamshauri mteja kuhusiana na budget ambayo uko nayo. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kawa labda lesa na milioni 20 akawa anataka kujenga nyumba ambayo ni milioni 200 na asijue mambo ya ujenzi. Watu wengi sana tumekutana na watu wa design hii hapo. Kwa sisi hapa tunachokifanya tunamuuliza mteja anataka nini na tunamshauri gharama nini, vitu kama hivi hapo. Na kama bajeti yake iko juu, labda anataka kitu kingine hivi na hivi, vitu kama hivi hapo. Lakini pia na mazingira yanayotokea. Kwa mfano sasa hivi kuna ujenzi wa majengo haya hapa ambao mengine anaenda juu sana, mfano na Paua linakuwa ni refu sana. Inaitwaje kwanza? Sasa majina tofauti, wengine wanaita Mchutumio, wengine wanaita yani majina yapo tofauti kulingana na sehemu husika. Kwa alafu wengine wanapendelea majengo ambayo ni mapaa ya kuficha, wanaita hidden roof, is contemporary. So huwa tunamshauri mteja kutokana na location ambayo yupo. Yani muda mwingine anapendelea nyumba ndefu, kumbe eneo lake lilikuwa linataka fupi. Mfano nimezungumzia kipengele hicho hapo ili watu wapate kunielewa kirahisi. Au sehemu nyingine labda ni ya kupiga paa refu, anapendelea fupi, lakini tunamshauri kwamba pige kwa mtindo huu hapa. Kwa hiyo najaribu kuzungumza kwa namna ambavyo tunamshauri mteja ili aweze kuendana na kitu ambacho kinastahili katika eneo lake, lakini kikubwa zaidi sana ambacho tunapambana nacho ni kumsaidia mteja kupunguza gharama za ujenzi kwa ujumla. Okay, sawa. Kabla hatujaendelea hapo, labda ningejua tu hivi watu kujenga nyumba zenye mapaa marefu, kujenga paa fupi au hizo hidden roof mlizosema contemporary, ni kwa wapi inakuwa ni hobby ya mtu au kuna umuhimu kulingana na mazingira? Unajua kwa sisi wasanifu kila kitu ambacho tunakifanya kinakuwa na sababu. Japokuwa sasa wateja wengi ambao wanajenga hizo nyumba wanakuwa hawana ujuzi kwa nini wanajenga. Wengi sana wanapenda tu muonekano na urembo, lakini tunapokuwa katika hatua ya kuplan kwamba panahitajika nyumba fulani, ndio urembo na kuepo, ila sababu inakuepo sababu ya msingi sana. Kwa mfano nyumba ambazo zina mapaa marefu huwa tunapendelea sana kuzijenga maeneo ambayo yana baridi kali sana, ambayo ina uwezo wa kudondosha barafu. Kwamba sasa ile barafu baadaye kukaa juu pale kwa muda mrefu iweze kushuka mara moja chini hivyo yani. Ndo maeneo ambayo sana mapaa marefu yanakuwa yanakaa vizuri sana. Lakini hizi nyumba za mapaa ya kuficha ni nzuri sana. Japokuwa unaweza kujenga hata mikoa ambayo ina baridi, lakini ni nzuri sana kwa maeneo ambayo yana joto sana na hali yake ya hewa sio mvua kila mara. Kwa sababu ile mvua ina changamoto sana, maji mavumbi yalikaa pale kwa muda mrefu, kwa unakuta sasa inasababisha muda mwingine hata kuvuja. Japokuwa kuvuja pia inaweza kuwa sababu ya kifundi pia, lakini hata hali ya hewa pia nayo inachangia kufanya hivi hapo. Kwa hizo contemporary na mapaa marefu, hayo yote ni sababu ya kitaalamu zaidi kuliko muonekano kwa maana urembo. Nimetoa sababu rahisi hizi ili mtu aweze kuelewa, tusiingie ndani sana. Yes. Umchanganyi kwa sababu mimi mwenyewe hapa nipo na kuelewa vizuri na kupata. Yes. Kuna ile wanavyosema hizi nyumba zenye mapaa marefu huwa kwa kawaida kwenye soko zinapotea haraka kwenye mfumo. Yaani maana yake zinajengwa sawa, itakuwa nzuri kwa muda mfupi, ni kama inapotea kwenye mfumo. Yaani inachuja haraka. Kwa nini? Watu wengi naona wanasema hivyo. Lakini pia nikifuatilia hata mwenyewe binafsi naona kama kuna ukweli ndani yake. Ukweli upo. Unajua kila nyumba unajua kimsingi watu wanasema ni nyumba za kisasa. Majengo yote ambayo yanakuja sasa hivi kikawaida sio kisasa. Ukienda kwenye ukweli sasa ni kama tunakuwa kama tunarudi nyuma. Unajua kwa mfano nyumba za mapaa ya kuficha hapo nyumba zilijengwa sana. Japokuwa kwa style tofauti, lakini ndio za mapaa ya kuficha. Walikuwa wanaita kuna jina ambalo lilikuwa linatumika sana hapo nyuma. Kwa sasa hivi zimerudi tena, zinaonekana kama ni nyumba za kisasa. Lakini kikawaida tunarudi nyuma. Kupotea kwenye mfumo kweli. Unajua kadiri mtu anavyoenda na nini tunaita vipindi tofauti, kutakuja style hii hapa, style ile pale hivyo. Lakini kwa mimi kama architect huwa napendekeza sana kujenga nyumba kama hata kama unapaua mpauo wa kawaida ambao tumeuzoea, isiwe ndefu sana wala isiwe fupi sana. Na hiyo ndio itakaa kwa muda. Na ukianza kuangalia nyumba nyingi sana ambazo zimejengwa kwa mtindo huu hapo, huwa zitoe kwenye mfumo, zinakuepo tu muda mwingi sana, zinakuwa zipo vizuri tu. Sasa hiyo ya kujenga kwa ndio kama nilivyosema.
Yani ili unyanyue paa lazima pawepo na sababu ya msingi ya kufanya unyanyue paa. Yani isiwe tu muonekano. Sio muonekano. Lakini kuna sababu. Lakini wengi huwa wanafanya tu kwa ajili ya muonekano. Kwa sababu nimeona wengi wanajenga hizo nyumba. Kwa Watanzania kama sio 80-90 wengi hawajui kwa nini najenga tu bwana. Wengine wanakutana nao ni mteja na kumwambia bwana unamuona jirani yangu. Mimi nataka huyu hapa nimsidi. Sasa ajui ila tu wapo katika ushindani kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni swala uelewa lakini pia na elimu. Kwa sababu pia unapoitisha nyumba mzigo mkubwa. Kwa mfano paa unaponyanyua sana means kwamba uhakikisha na huku chini katika mfumo wake kuanzia hii nini wanaita msingi uimarishe hiyo. Yani uhakikishe kwamba unatengeneza mazingira ya jengo lako kubeba huo mzigo, kwa sababu baada ya muda fulani labda miaka kadhaa hata 10 20 inaweza kaa hivyo utashangaa nyumba ndo inaanza kutokewa na matatizo ya crack nini, kwa sababu nyumba tayari inakuwa imezidiwa na mzigo mkubwa ambao upo juu. Kwa nyumba wanajenga chini kirahisi, lakini juu unakuta umeitwisha mzigo ambao hauendani na huku chini jinsi ambavyo umeanza. Kwa ni tatizo, hatuwezi kusema ni fashion, ni tatizo kimsingi kwa sababu wengi hawana elimu, wanafanya tu kama kufanya, lakini kuna sababu nyuma yake na kuna maandalizi pia ya kufanya hicho kitu. Okay. Iko kumbe na mipasuko ile ya nyumba inatokana sometimes na msingi, sio? Msingi uko sawa. Msingi uko sawa, yani nyumba ni msingi. Msingi uko sawa ni kila kitu kumeharibu, kwa sababu msingi kama yani ndio maana tunapendelea watu washauri kabla hajaanza kufanya ujenzi, kwa sababu unapokuwa unajenga jengo lako bila kuhusisha wataalamu, matokeo yake ndio hayo hapo. Na ndio maana kuna nyumba hiyo dhana kusema nyumba zinachuja ni matokeo ya watu kujenga ujenzi holela. Kwa sababu zani kama architect tukamleta kwenye kazi yako akaplani akasanifu jengo lako kwamba itachuja, haiwezekani. Kwa sababu kuna vitu vingi tunazingatia. Kwa mfano kabla jenga nyumba kuna mambo ya hali ya hewa, lazima ujue mikato, jua linaanzia wapi linazamia wapi ili nyumba yako isikuboe. Unaweza kujenga nyumba kumbe sebule ulikuitega ni kwa ambapo jua linaanzia na linaishia hapo hapo. Unakuta upo kwa nyumba yako lakini atoka ndani na kuboa. Kwa sababu enjoy nyumba yako. Sasa hiyo inakuwa sio zio, kwa sababu lengo la nyumba ni ikulinde lakini pia uifurahie nyumba yako. Okay. Kwenye upande wa gorofa, nyumba ndefu zile. Sidhani kama kuna gorofa zenye mapaa marefu au inakaaje hiyo, kwa sababu gorofa nyingi naona sionagi mapaa marefu aliyonyanyuka sana kwenda juu. Inakaaje hiyo? Kwa gorofa kwanza jengo lenyewe ni gorofa tayari shakuwa refu moja kwa moja. Sasa tena ukiliongezea urefu zaidi ni kama vile utakuwa unaongeza, kwa sababu huko juu kuna migandamizo mingi, upepo nini vitu kama hivi hapo. Sasa tena gorofa ni refu limeenda juu. Alafu tena ukaliongezea tena paa ambayo ni refu zaidi ya height, mbona itakuwa ina maana. Kwa upande wa gorofa ni kwamba jengo ni refu, so na ujenzi wa gorofa ni tofauti na ujenzi wa nyumba za kawaida. Kuna vitu vingi sana kwenye ujenzi wa gorofa. Usalama unatakiwa hali ya juu sana. Na kama utakuwa unafuatilia baadhi ya majengo, kwa mfano kuna taa moja ipo wapi, mfano wale mateo ambao wanaonyesha hapo Dubai wapi, unaona jengo refu lakini katikati panakuwa, yani katikati ya jengo panakuwa kama pana tobo fulani. Na yote hapo ndo kwa ajili ya usalama wa hiyo migandamizo, sijui upepo nini, vitu kama hivi hapo. Japokuwa kuna sababu nyingi sana za kitaalamu kwa nini tufanye vile. Sasa unaeleza vitu vikubwa sana. Na ni vitu vizito. Vitu vizito sana. Hadi mwenyewe kidogo unaona sasa hapa kweli kuna wazo lilikuwepo kichwani, naanza kulibadilisha. Ni vizuri naisha ujenzi. Ni vizuri kushirikisha wataalamu kwa sababu ujenzi bwana. Na watu wanashinda kuelewa. Unajua ujenzi bwana, ujenzi ndo maisha yako, kwa sababu unakaa pale. Kwa unapokuwa unajenga kitu kibovu, nadhani umeshuhudia baadhi ya kesi ambazo zinatokea, gorofa limedondoka, si vitu kama hivyo, nyumba imeanguka, au sijui makanisa yanadondoka. Yote yani kwa ajili ya ujenzi holela, lakini pia na watu kutokufuata ushauri wa kitaalamu. Sawa. Tumeongelea sana kwenye upande wa ushauri wa kitaalamu. Sasa ningependa kujua, kwa sababu watazamaji sasa wanakusikia, watazamaji wa Master TZ wote wanakusikia. Ulimwengu mzima, japo umesema unapatikana Mbeya mjini. Kuna uwezekano mwingine kahitaji kujenga nyumba kutoka huko, yupo mbali sawa, anataka labda usimamie, kwa sababu umesema unaweza kaisimamia nyumba mpaka na imaliza na ukabidhi, sio? Yupo mtu mbali huko anakusikiliza, anataka ajenge nyumba yake. Ndio. Ni sehemu yote ile kimsingi, sija limit sehemu gani za kajenga hiyo nyumba. Sasa anahitaji ajenge nyumba yake. Vitu gani vya kuzingatia au vitu gani afanye sasa huyo anayekusikiliza ili aweze kukupa hiyo kazi ya kusimamia nyumba yake? Hiyo inawezekana kabisa, na karibia wateja wetu wakubwa ndo kama hawa hapo. Kuna watu ambao wameenda kufanya kazi labda mfano Dubai wapi, lakini wanapenda kujenga kwao. Ndo huwa tunafanya kazi kama hii hapo. Sisi bwana tuna utaratibu wa kwetu. Na cha kwanza kabisa huyo mtu ni lazima atoe taarifa zake binafsi kwanza. Sio taarifa za ndani sana, na maana taarifa za eneo lake lilipo. Sisi tutafika kwenye eneo lake, na wakati tutafika kwenye eneo lake tutaenda kwenye uongozi wa eneo husika, kwa bwana sisi ni 1 2 3
Na maanisha uongozi mfano serikali za mitaa. Vitu kama hivyo hapo. Nimeshaelewa. Lengo sasa pawepo na usalama kwenye hilo eneo-husika. Lakini pia sisi tuko safe kwa sababu sisi tunafanya kazi tumesajiliwa. Yani maana yake utaratibu wote ule wa kiserikali tuko nao kabisa. Jambo la msingi hapo la kuzingatia ni kwamba tu huyo mtu ni anatakiwa kwanza awe na eneo la kwake halali ambalo linathibitisha kwamba yeye eneo lake, kwa sababu pia tusiwekane tukajenga pale kana vurugu. Pili ni mambo ya fedha tu. Okay. Lakini ukitu uligusia hapo afu ukakikata juu kwa juu kuhusiana na kushirikisha ndugu kwenye ujenzi. Hivi inakaaje? Kwa mfano okay, sawa, mtu anatumia ndugu. Anatumia ndugu kwenye kusimamia ujenzi wa nyumba yake. Kwa mfano kwa watu ambao wanaishi nje na Tanzania na sio tu nje, wengine wanaweza kama mikoa tofauti. Yupo Tanzania ambapo lakini labda anataka ajenge mfano Mbeya, yeye anaishi Dar es Salaam na hana muda wa kufika Mbeya. Tumekutana na kesi nyingi sana za watu ambao waliotumia ndugu ujenzi wao hakukamilika. Na kiasi cha fedha ambacho huwa wanatuambia kwamba tuitumia kiasi fulani na ujenzi ambao tunakuta pale utakuta ni vitu vile vya ndani kabisa. Kwa kwenye eneo la ujenzi huwa tushauri sana kutumia ndugu wa kwake. Kwa ni bora mtu afike ofisini ama tupate mawasiliano naye, and then tutajua namna gani nzuri ya kufanya. Maana yake sisi tunafanya kisheria kabisa. Tunakubaliana gharama iko 1 2 3 hivi na hivi na hivi, tunampigia material kila kitu. Baada hapo tunasainiana aidha kwa mwanasheria au kwa uongozi wote ule ambao una mamlaka za kusaini contract, kusaini hizo mikataba ambazo tunakubaliana yeye kwa maana mteja na sisi. Baada hapo kazi yake inakuwa inaendelea vizuri. Kuliko kutumia ndugu ukawa unatuma tu fedha, lakini asilimia kubwa sana ujenzi wa kutumia ndugu unakuwa kwa yani maeneo mengi sana ambapo tumeenda sasa kuingilia, kwa maana shangaa mtu alifanya labda kazi na ndugu, kuna eneo na kwamba ndo na Twitter tukamalizia kazi yake. Kwa unakuta vitu vingi sana vinakuwa vijao sawa. Kuna watu wanachora ramani kwa mkono au wanachorea pale pale uwanjani anapotaka kujenga hiyo nyumba kwa kuonesha tu, hapa weka futi 2, weka futi 3, weka futi 4. Unafikiri unaweza kuwashauri nini watu kama hao ambao hawatumii ramani? Kwa mfano unachora ramani nzuri kabisa, unaiandaa kwa ajili ya plani ya nyumba itojengwa pale, lakini kuna wale wanaochora ramani za kichwani. Unawashauri nini? Cha kuwashauri ni kwamba unajua kwanza ramani huwezi kuchora kichwani. Cha kwanza unajua hawachori ramani kichwani, ila ni kwamba tu labda walifanya kazi sehemu fulani. Labda mfano hasa mafundi, labda alifanya kazi sehemu fulani, kwa anaondoka na ile picha ya jengo husika, anakuja kuibandika sehemu nyingine, lakini uwezo kuchorea ramani kichwani. Kuna mteja atakuja anasema mimi nahitaji chumba, sebule, labda na jiko. Anaanza kudesign chumba yani wewe sio muhitaji, sasa anataka kujenga nyumba sawa. Anakuambia kabisa sebule, chumba, jiko likae hapa, ikae kama L. Huyo si ashachora? Hapana, hiyo sio ramani. Hiyo sio ramani. Hayo yanakuwa ni mawazo. Hayo yanakuwa ni mawazo ambayo kila mmoja, unajua tukisema kuchora ramani ingekuwa hiyo basi kila mmoja ni mchoraji wa ramani ya kawaida. Ni mawazo ambayo ipo kichwani, anakuwa na idea. Tunasema tu anakuwa na idea ya kitu anachokitaka. Kwa huyo mtu anaweza kutupa, kwa mfano kama hivyo ulivyosema, unaweza kutupa wazo lako kwa mtindo kama huu hapo. Sasa sisi sasa ndo tutaanza kutengenezea ramani. Kwamba labda pengine kama unahitaji chumba, tutaanza kuwekea vipimo, tutaanza kukushauri hapa weje, na tutaanza kuangalia mazingira yako, jua linatokea wapi, upepo, vitu vyote hivi hapo. Sababu tunakamilika kitu kinaitwa ramani. Kwa sababu ramani na vitu vingi sana. Kuna kitu kinaitwa foundation plan, kuna floor plan, kuna elevations, kuna roof plans. Yani kuna sections, kwa yani vyote hivyo kuunganisha na unapata kitu kinaitwa ramani. Lakini tu hiyo unazungumzia ni wazo tu la mtu anapendelea, labda aliona sehemu fulani, hata kama hajaona, lakini ni mawazo tu ambayo yapo. Lakini unapozungumzia ramani ni mpangilio na mjumuisho wa vitu mbalimbali, vikikamilika sasa ndio vitaunda ramani.